serikali imeandaa mwongozo wa uratibu, usimamizi na ufuatiliaji ili kuwezesha kutambua matukio yanayojitokeza, hatua zinazochukuliwa na ni nani wanaendelea kunyanyasa, kudharau, lakini na vitendo vingine vyote ambavyo vinaathiri mwenendo wa kijamii kwa watoto na wanawake. Na mwongozo huu pia unatoa maelekezo kuhusu uundwaji wa kamati mbalimbali na mfumo wa mawasiliano na uwasilishaji wa taarifa kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, sera na uratibu. Lakini vile vile swala la usawa wa kijinsia na ustawi wa wanawake na watoto ni miongoni mwa malengo mahususi katika Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2025. Aidha, serikali kwa kushirikiana na wadau imefanya kampeni mbalimbali za kitaifa ili kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Hii ni pamoja na kampeni ya kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania inayoongozwa na serikali na shirika la CDF. Na kampeni hii ya kutokomeza mimba, kampeni hii inaungana na ile kampeni ya kutokomeza mimba za utotoni chini ya Wizara ya Afya na CDF. Kampeni nyingine ni ile ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ya mwaka 2018 niliyoizindua tarehe 25 Novemba mwaka 2018 katika uwanja wa Jamhuri wa Dodoma. Ndugu washiriki, hatua zilizochukuliwa na serikali ni nyingi na sitaweza kuzitaja zote hapa, lakini lengo la juhudi hizi ni kuhakikisha kuwa wanawake na watoto wanalindwa na wanakuwa katika mazingira mazuri ya kujikwamua dhidi ya vitendo vyote vya kikatili. Na nitoe wito kwa wadau wote ambao tuko hapa ndani na wale wote ambao wanasikia, kwa maana wa Tanzania, tushiriki kamilifu katika kupinga vita dhidi ya ukatili kwa wanawake na watoto. Na kwa kufanya hilo, swala letu la usawa nchini litakomaa na litakuwa zuri na litamwezesha kila mmoja kushiriki kamilifu kwenye shughuli za maendeleo. Kwa wadau, tuungane pamoja kuhakikisha kwamba vyombo vyote ambavyo tumeviagiza hapa ndani, na kwa bahati nzuri wote mpo, wizara zote, Waziri wa Afya uko hapa, utaendelea kuwasiliana na wizara zote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam uko hapa, utaendelea pia kuwasiliana na mikoa mingine kupata uzoefu na namna kuendelea kuunda madawati haya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya uko hapa, na wewe una fursa ya kuzungumza na wakuu wa wilaya kuona namna mnavyotekeleza agizo hili. Lakini wadau wa maendeleo na wote ambao tumeamua kujitoa kuwa mstari wa mbele kupinga ukatili dhidi ya wakina mama na watoto, ni jukumu letu sasa kusimamia kwamba maelekezo haya, mipango ya serikali tunaiunganisha pamoja ili tuweze kufanikiwa kwenye kampeni yetu. Ziko tafiti mbali zimefanywa. Tafiti hizi zikiwemo utafiti wa demografia na afya Tanzania TDHS ya mwaka 2015-16 zinaonyesha kuwa Tanzania ina idadi kubwa sana ya wanawake na watoto ambao wamekuwa wakifanyiwa ukatili aina mbalimbali kama vile ukatili wa kingono, kimwili, kiuchumi na kisaikolojia. Takwimu zinaonyesha kuwa 44% ya wanawake wenye miaka kati ya miaka 15 na miaka 49 wamefanyiwa ukatili wa kimwili au kingono. Lakini pia takwimu hizo zinaonyesha kuwa 27% ya wanawake wamefanyiwa ukatili wa kimwili wakati 4% wamefanyiwa ukatili wa kingono. Lakini vile vile tafiti hizo zinabainisha kuwa 13% ya wanawake wamefanyiwa ukatili wa kimwili na kingono kwa pamoja. Watoto wa kike ni waathirika wakuu wa ukatili huu unaohusisha ukeketaji, lakini pia unahusisha mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni. Na kwa mujibu wa utafiti wa demografia na afya Tanzania TDHS ya mwaka 2015-16 inasema 36% ya wanawake nchini waliolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18 na 10% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 wamekeketwa. Takwimu hizi zinaonyesha ukubwa wa tatizo na kuna haja ya wadau kuunganisha nguvu kama tulivyofanya hapa leo, kwa kuunganisha nguvu ya pamoja na kusikia uwasilishaji ambao pia utakuja, na tutoke na maazimio ya namna ya kusimamia unyanyasaji huu au aina hii ya ukatili. Lengo hasa hapa ni kukomesha
vitendo hivi vyote kwenye jamii yetu.